Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Dominika, sikukuu ya kupaa Bwana mbinguni. Masomo yanayotuongoza leo hii, somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili, waraka wa Paulo kwa Waefeso, sura ya kwanza, aya ya 17 hadi ya 23. Na injili ya Mathayo, sura ya 28, aya ya 16 hadi ya 20. Ndugu wapendwa, leo kanisa linaadhimisha sikukuu kubwa ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Baada ya kufufuka kwake, Yesu aliwatokea wanafunzi wake kwa siku 40, akiwafundisha na kuwatia moyo. Kisha akapaa mbinguni mbele ya macho yao. Fumbo la kupaa kwa Bwana si kwamba Yesu ametoweka au amewaacha watu wake. Hapana. Kupaa kwake ni ushindi wake wa mwisho. Anarudi kwa Baba akiwa ametukomboa wanadamu. Anaenda kutuandalia nafasi na kutufungua njia ya kwenda mbinguni. Ndiyo maana leo tunaalikwa kutazama juu, kwa sababu makao yetu ya kweli si hapa duniani bali ni mbinguni. Mtume Paulo katika somo la pili anasema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Baba. Hii inaonesha utukufu wake na mamlaka yake juu ya yote. Lakini pia inatupa tumaini kwamba kule alipo kichwa chetu, nasi waamini wake tutafika. Ndugu zangu, duniani sisi ni mahujaji tu. Tunaweza kujenga nyumba nzuri, kutafuta mali, kufanya kazi, lakini maisha haya si mwisho wetu. Mara nyingi tunashikamana sana na vitu vya dunia hii, kana kwamba tutaishi hapa milele. Sikukuu ya leo inatukumbusha kuwa tunasafiri kuelekea nyumbani kwetu kwa Baba. Lakini kabla hatujafika huko, Yesu ametuachia kazi ya kufanya. Katika injili ya leo, Yesu anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Huu ndio utume wa kanisa. Yesu ametutuma kuhubiri injili, kueneza upendo, kusameheana, kusaidiana, kusaidia wenye shida na kuwa mashahidi wa kweli wa Kristo hapa duniani. Kila Mkristo ana wajibu wa kumpeleka Yesu kwa wengine, katika familia, kazini, shuleni na katika maisha ya kila siku. Wengine wanafikiri kumtumikia Mungu ni kazi ya mapadri au watawa peke yake. Hapana, kila mbatizwa amepewa utume. Kwa maisha yetu mema, maneno yetu na matendo yetu, tunapaswa kuwaongoza watu kwa Kristo, ili siku moja wote tufike kule Kristo alipo. Ni jambo la faraja, na jambo la faraja ni hili: Yesu hajatuacha peke yetu katika utume huu. Mwishoni mwa injili anasema, nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Yesu yuko pamoja nasi katika neno lake, katika sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu, katika sala na katika kila tendo la upendo tunalofanya. Wakati tunapochoka, anatutia nguvu. Tunapoogopa, anatupa ujasiri. Tunapopotea, anatuelekeza njia. Kwa hiyo ndugu zangu, tusibaki kuangalia tu mbinguni kama wanafunzi wa kwanza walivyofanya. Malaika aliwaambia, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Maana yake ni kwamba bado tuna kazi ya kufanya hapa duniani. Tumeitwa kuishi maisha matakatifu, kuhubiri injili na kuwaandaa wengine kwa ufalme wa mbinguni. Leo tujiulize maswali haya. Je, maisha yangu yanaonesha kuwa mimi ni msafiri kuelekea mbinguni? Je, ninatimiza utume alioniachia Kristo? Je, ninatambua kuwa Yesu yupo pamoja nami kila siku kwenye maisha yangu? Basi leo hii tusali. Bwana Yesu,
Uliyepaa mbinguni, utupe neema ya kuishi tukitafuta yaliyo ya juu, na siku moja tufike katika utukufu wa milele pamoja nawe. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.